majina naitwa Dr. Nikas Mawazo. Mimi ni diwani mteule wa kata ya Tumbi, jimbo la Kibaha mjini, manispaa ya Kibaha. Kwa hivyo leo nimechukua fomu ya kuomba ridhaa ya chama changu kuteuliwa ili kusudi kuwa meya wa manispaa ya Kibaha. Kwa hivyo nia yangu na msukumo mkubwa sana ulionifanya kuchukua fomu hii kwa ajili ya kuingia kwenye kinyang'anyiro ni kwamba ninahitaji, natamani watu wetu, wakazi wa manispaa hii wafananie na hadhi ya mji wenyewe ulivyopanuka na kuwa manispaa. Kwa hiyo maendeleo yaende kwa kasi, ni kusukuma maendeleo yaende kwa kasi. Na jambo kubwa ambalo nakwenda kusimamia hasa nikipata ridhaa, basi ni miundombinu ya watu wetu. Barabara zipitike, na ikiwezekana kwa kata nzuri kama ya Tumbi hii, basi ziwe ni barabara za rami pamoja na taa za barabarani ziwepo. Kwa hiyo tunakwenda kusukuma maendeleo yaende kwa kasi kwenye jimbo letu, lakini pia na kwa manispaa yetu. Vipaumbele ni vitatu vikubwa, lakini kwanza ni miundombinu ya barabara, lakini la pili watu wetu wahudumiwe kwenye vituo vya afya na zahanati na hospitali zote angalau kwa ruzuku, kwa bei nafuu kidogo. Wakina mama wanaokuwa wanajifungua kwa upasuaji, basi kama itawezekana, basi hao watu wafanywe upasuaji ule kwa gharama nafuu zaidi. Na hili ni swala la mimi kushirikiana na wenzangu, viongozi wenzangu, madiwani pamoja na mkurugenzi wa halmashauri, kuweka ruzuku kidogo kwa watu wetu wanaopata huduma za afya kwenye jimbo letu, basi wapate kwa angalau kwa ruzuku ya ajabu ambayo tunaweza tukaikadiria wenyewe. Lakini jambo hili serikali pia inakwenda kulifanyia kazi. Mheshimiwa Rais alipokuwa anazunguka ametuambia Watanzania kwamba ndani ya siku 100 anachokwenda kufanya ni kwamba ni kuhakikisha kuna kuwepo na bima ya afya kwa wazee pamoja na watoto. Kwa hiyo sambamba na hilo, na mimi natamani akina mama wanaojifungua angalau gharama zilizokuwepo, kwa mfano za kuchangia kwenye gharama za upasuaji, angalau ziwe ni bora zaidi na ziwe ni za gharama ya chini. Lakini la tatu, kwa watu wetu, shule zao, watoto wetu wanasoma shule zingine ziko mbali kidogo, basi shule tuhakikishe zinasogezwa karibu. Lakini miundombinu ya kujifunzia kama madarasa pamoja na madawati, vitu hivi vipatikane kwa haraka. Kwa hiyo nitahakikisha kwamba ninashughulika kwa kasi zaidi kwenye jambo la miundombinu, huduma zao za afya. Lakini la tatu, miundombinu ya kujifunzia watoto wetu. Tunatamani kuona maendeleo kwa watu wetu yaende kwa kasi. Kwa hivyo, na mtu wa kwenda kusukuma maendeleo hayo yaende kwa kasi zaidi ni mimi. Kwa hivyo ninamwomba Mungu anisaidie.